Nilifeli darasa la 7. Mazingira nilokulia yote yalinifanya kuamini nilikuwa mjinga. Mtaani niliitwa mjinga. Mahali pekee nilipopewa moyo ni kanisani, ambapo mchungaji alisema mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Usiingie kwenye safari ya maisha bila kujua unaelekea wapi. Utaishia kuhudumia watu wachache au utahudumia watu wengi. What is the vision for your life? Andika. Hakuna mwanadamu aliyefikia ukamilifu wa kifedha kwa chanzo kimoja. Unajua, ukizungumzia mafanikio hayana maelezo ya namna moja. Ndugu zangu, siri ya mafanikio duniani mimi naamini ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Maono ya maisha yako ni nini? Usiingie kwenye safari ya maisha bila kujua unaelekea wapi. Kuna watu tunaingia kwenye maisha haujui unakokwenda, haujui unataka kuwa nani, haujui kama unachokifanya unakipenda. Wewe umemwangalia tu mtu anafanya na wewe unakopi. Utaishia kuhudumia watu wachache au utahudumia watu wengi. What is the vision for your life? Andika. Lazima ujiulize, hivi mimi Shigongo, hivi mimi nataka kuwa nani? Nataka kuwafikia watu wangapi? Nataka siku naondoka hapa duniani nikumbukwe kwa kipi? Hauwezi kuwa star wa michezo yote. Sijawahi kuona kwamba Ronaldo ndo huyo Mayweather, Ronaldo ndo huyo Usain Bolt. Sijawahi kuona kwamba Ronaldo ndo huyo Tiger Woods. Haijawahi kutokea. Watu wanachaguaga mchezo mmoja, alafu anawekeza nguvu zake kwenye mchezo mmoja, anateseka kwa ajili ya mchezo mmoja, anakuwa star wa mchezo mmoja. Vision. What is the vision for your life? Unataka sisi tukukumbuke kwa kipi? Unataka kufikia wapi? Unataka kuwa nani? Unataka miaka 100 baadaye watu watakapoongelea dunia hii wanakukumbuka kwa lipi? Usiwaze hapa mwanangu, waza kule. Nafanya mambo nikisema miaka 100 baadaye watu watakuwa bado wanasoma hiki kitabu, sababu nilichagua kwa mwandishi. Mimi nataka nijulikane kwa kitu kimoja tu, kuandika, kwa sababu ndicho kitu ambacho Mungu alinipa. Ndio zawadi ambayo Mungu alinileta nayo duniani. Hii zawadi moja itafanya watu wanifahamu. Unayawaza hayo ukiwa kijijini kwenu, hata Dar es Salaam hujafika. Kwa hiyo ni lazima kuanzia leo uwe specific mwanangu. Ukitoka hapa uwe specific, very specific. Kama mimi nataka kuwa nani? Mimi nina nini? Halafu usijue tu. Unajua napoongea hapa unakuwa unasema mbona hicho nakijua? Mbona naongea kile ambacho aliongea mtu mwingine? Na kuambia hiki kitu alafu nataka ukakifanye. Kocha anapokuja hapa kufundisha timu yetu ya mpira, haja kutufundisha kukimbia, ila anakuja kutupa discipline sawa ya kukimbia. Nataka hayo unayoyajua tukayafanye. Tuingie mkataba leo ya kwamba tunakwenda kuyafanya au tunaojifunza, afu tukutane baada ya miaka 10 tupige hesabu kama utakuwa bado uko hapo. I speak practical life. Ni kwamba kutoka kwa nilikokuwa, hayo ndio maisha yangu. Na hapa mnaniona naongea na mnanifahamu, hivyo ndio ninavyoishi. I have a journey in my life. Kuna mahali na kwenda. Miaka 10, 20 ijayo mtakuja kunielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vigumu kunielewa sasa hivi. Na kama mtu ananijaji kwa ninavyoonekana sasa hivi, you're wrong. Kuna mahali naelekea. Nataka sote jioni ya leo tukubaliane, kila mtu aanzie safari yake.
yawe ni mateso kiasi gani njiani, uendelee kwenda. Kuwe kuna ugumu kiasi gani njiani, uendelee kubuild momentum ya kwenda, na miaka kadhaa baadaye utafika. Lazima uwe na maono. Maono utakayokuwa nayo, sio lazima uwe na kila kitu wakati unaona, na kuhakikishia hautakuwa na vitu vyote wakati unakuwa na vision, hutakuwa navyo. Lakini maono hutafuta resources. Nikwambia kuona unakuwa na maono, alafu kuna kinaingia kitu kinakwambia hivi, huna hiki, huna hiki, huna kile, kwa hiyo jambo haliwezekani, unaachana nalo. I want you to believe in yourselves, na useme kwa nia moja, nataka kwenda pale. Alafu utakapoanza, it is the vision which looks for resources. Miaka michache iliyopita, miaka mingi tuseme, I wanted to have a newspaper company. I had no cent. Lakini that big dream in me, hiyo ndoto kubwa ndani yangu, ilinitafutia resources kutoka kwa watu mbalimbali. Nilianza kukutana na watu wako tayari kunisaidia kwa sababu nilikuwa nikizungumza nao na conviction. Nikizungumza natoa energy, wanajua huyu mtu amedhamiria. Mungu anaorganize watu, dunia nzima itaconspire, itanong'ona kukusaidia wewe kwa sababu una maono ya kweli. Someone will raise up ambaye hata raise kama hujaanza. Hapa kuna kampuni, hizi zote kampuni. Lakini kuna kampuni hazitatokea kwa sababu unajitazama ulivyo, hautazami ukubwa wa maono yako. Mimi nakutaka wewe uamini kwa maono ulionayo yatatokea, alafu utashangaa ukipiga hatua moja mbele anatokea mtu anakuuliza, what are you doing? What are you doing? Anakuwa interested, anakwambia I will support you. Msichana mmoja anaitwa Jessica Msambatavangu. Jessica Msambatavangu sasa hivi ni mbunge wa Iringa. Nilialikwa Iringa kwenda kuzungumza na kina mama wa Iringa, nikamkuta pale akasimulia story yake ya kwamba alipomaliza form 4 akasikia vision ya own shule. Hakuwa na hela. Alichokiamua ni sebreni kwao kuchonga mabenchi na kuanza kufundisha watoto wa wafanyabiashara wa Makambako. Wanamfahamu Jessica, this is a true story. Kwa sababu wameanza kufundisha watoto wa wafanyabiashara wa Makambako, wakienda pale anawafundisha yes, no, yes, go, come. Wakienda kwa wazazi wao wanaongea yes, no, yes, come, sit. Wale wazazi wanajua tu, wanajua nini? Kiingereza. Wakaanza kumlipa. Wamarekani wa USAID walikuwa wanatafuta wanawake kwenye ujasiriamali. Walipofika Makambako, watu wa Makambako wakasema, yule binti wa Msambatavangu kwani hafai? Alianza na mabenchi akiwa na vision ya kuown shule, na kuambia hii kama mfano halisi wa kile ninachokwambia, na nataka wewe ukafanye vivyo hivyo. Unaweza kuwa na maono makubwa mpaka yanakutisha, na maono lazima atakuogopesha, sio? Inakuwaga hivyo, naogopa mwenyewe, waza sema au nimechanganyikiwa. Unaelewa? Wamarekani walipokuja wakapelekwa pale kwa yule mtoto, walipomwona wakasema huyu ana akili za ujasiriamali, wakamchukua wakampeleka Marekani. Marekani akaenda kusoma kwa miaka kadhaa, akawa na save pesa. Aliporudi hapa akaanzisha shule. Shule kubwa tu iko Iringa mpaka form 6 kama sikosei sasa hivi. Kwa nini Wamarekani walimchukua? Kwa sababu alianza. Hakuendelea kuwaza tu, alianza. I want you to start. Chochote mchokifikiria, kianzeni. Anza. Mungu ataraise watu wa kukuunga mkono kwenye hiyo ndoto. Unajua, ukizungumzia mafanikio hayana maelezo ya namna moja.
Kwa mtu mwingine mafanikio kwake ni kupata PhD au kuwa profesa, afa anafurahi kabisa, ana enjoy hata kama ana pesa. Mtu mwingine ni mchungaji, yeye watu wanapookoka kwake ni mafanikio kabisa hata kama ana njaa. Mtu mwingine ni mwalimu, wanapofundisha watu wanajua kusoma na kuandika hata kama ana pesa, anafurahia maisha. Kwa hiyo mafanikio usiyachukulie tu kwamba pengine lazima uwe na pesa au na gari. Kwa mtu ambaye mafanikio kwake ni nyumba nzuri, gari nzuri, fedha nyingi, naye yuko namna hiyo. Kwa hiyo lakini kifupi, elimu ni maarifa, lakini maarifa yatumike kuthibitika kwenye maisha yako. Yani kuthibitika, kuonekana kama huyu mtu ameelimika, kwa sababu ya mambo unaweza kuyapata kutokana na maarifa uliyopata. Tunaenda shule ili kupata maarifa, sio kuyapata tu sasa, na kuyapata ili tuyatumie yaweze kubadilisha maisha yetu. Hicho ndio ninachokiamini mimi. Kwa nini hukwenda sekondari na wewe hukufanikiwa kupata alama za kukupeleka sekondari, ama ilikuwaje? Ukinizungumzia mimi ni kesi tofauti na ni kesi za watu wachache ni wanasema. Kwa sababu mimi nilifeli kweli. Sikufaulu darasa la 7. Ina maana nilifeli darasa la 7 mara ya kwanza. Nikapelekwa kurudia shule nyingine huko Buchosa inaitwa Ruhama, nikarudia nikafeli tena mara ya pili. Sasa kisha feli mara 2, tayari umesha kuwa qualified kama mjinga. Unakata tamaa. Yaani unajua mfumo wetu wa elimu ulivyo, unamuona mtu mwenye akili, mtoto mwenye akili ni yule anayefaulu. Na umeundwa kwamba ukipata tiki una akili, ukipata kosa ni mjinga. Kwa hiyo na mimi nikajichukua mimi kama nimefeli mara 2 ni mjinga. Kitu kimoja ambacho nilikuwa sikijui kuhusu mimi mwenyewe, na ambacho hata mfumo wa elimu ulikuwa hujui, na ambacho hata wazazi wangu walikuwa hawajui, ni kwamba binadamu wana intelligence za tofauti. Yaani binadamu wote wana intelligence ya namna moja. Mtu mmoja aliandika kitabu kuhusu intelligence, kinaitwa Mind Framework. Akasema kuna intelligence za namna 8. Kwa sababu ya muda naweza kuzungumzia 3. Ya kwanza wanaita logical numerical intelligence. Ya hiyo ni ya mtoto au mtu ambaye anajua sana namba na uwezo mkubwa wa kufikiri. Huyu ukimpeleka darasani atafaulu sayansi, atafaulu jiografia, atafaulu hisabati, atafaulu kila somo. Huyo ndo anaonekana mwenye akili kwa mfumo wetu wa elimu hivyo. Lakini wanasahau kwamba kuna mtu mwingine ana musical intelligence. Yaani yeye ana intelligence yake, akili yake niseme mpino akili, ana uwezo mkubwa zaidi kwenye mambo ya muziki. Ukimweka kwenye hesabu anafeli. Mtu mwingine pengine ana tuite spatial intelligence. Intelligence ya kuweza kuumba au kutengeneza vitu. Anaweza kuchonga, anaweza kujenga, kuchora. Sasa mfumo wa elimu tulionao sisi unatambua moja tu, kama mpaka uwe na logical numerical ndio uonekane una akili. Sasa mimi nikaona bahati mbaya kwamba sikuwa nayo hiyo. Kwa hiyo mfumo kanaona mimi mjinga, na kila mtu anaona mimi sina akili kwa sababu sikufaulu sayansi, sikufaulu jiografia, sikufaulu hisabati. Nilikuwa napataga maziro mengi. Na nataka nizungumze na wazazi wanaonisikiliza hivi sasa. Kwa sababu nimepata bahati ya kuwa hapa, nizungumze na wazazi wanaonisikiliza. Usimpuuze au usimbeze mwanao kwa sababu anafaulu, hafaulu masomo, hesabu, kemia, physics. Anaweza kuwa na kitu cha ziada, muangalie mtu wako ana nini. Mtazame sasa mimi. Mimi kumbe nilikuwa na intelligence tofauti kabisa na ambayo watu wengi wanaijua. Mimi nilikuwa na inaitwa linguistic intelligence. Yaani mtu anakuwa na intelligence ya kuandika, kusimulia. Hiyo ndio imefanya mimi nimeandika kitabu. Na ndio imefanya leo mimi nimekaa hapa studio. Vinginevyo usingepata hata fursa kwa mimi huwa nasema, huwa namwambia mke wangu kwamba mimi wakati kama ningesoma sana nisingekuwa jinsi nilivyo. Mungu ana mambo yake. Kwa hiyo nimekuja baadaye maishani, nimeandika vitabu vingi kwa karama, kwa kipaji sasa ambacho Mungu amenipa. Nikavichukua vitabu hivi nikavipeleka TCU,
Nikamwambia mimi nimeandika vitabu vyote. Alikuwa hapo Profesa Mwesiga, nikamwekea vitabu mezani. Mimi da 7 lakini nimeandika vitabu vyote hivi. Kwa nini nisome chuo kikuu? Ndio akaniambia kuna mfumo unaitwa RPL, Recognition of Prior Learning. Akasema wewe kwa kipaji hiki unaweza kusoma chuo kikuu. Mfumo ule ulikuwa paka chuo, serikali iliufuta. Ndio maana upigania sana bungeni urejeshwe, ili wape nafasi watu wenye akili kama za kwangu ambao hawakuweza zamani kwa sababu ya utoto au ujinga au upuuzi wa ujana wapate nafasi ya kusoma leo, kwa sababu amekuwa mechanical akasoma mechanical engineering. Kwa hiyo ule mfumo akautumia profesa, wakanipa mtihani ule mwaka wa kwanza nikaufeli, mwaka wa pili nikaufaulu, ndio nikaingia Tumaini University kusoma degree ya mawasiliano ya umma kutoka la 7 mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo sekondari mimi kwenye maisha yangu haipo. Form 1, form 2, form 3 mimi nazisikia kwa watoto wangu. Maisha yako wewe ni mfano hai wa mtu aliyefeli aliwezaje kuinuka. Sisi tunataka uweze kutusaidia leo kwa namna gani kutokana na historia yako wewe uliweza sasa kukabiliana na huko kufeli mara 2. Wewe, familia yako na jamii yako mpaka tunampata Shigongo huyu alianza kuandika vitabu. Kuna kitu kimoja muhimu sana watu wanataka kukijua. Kuchoshwa na aina ya maisha ulionayo na kujiuliza kwamba hivi mimi ndani yangu kuna nini ambacho ninacho. Yaani kila mtu lazima kuchukua nafasi. Hata sasa hivi anayenisikiliza yuko nyumbani, labda anaona kama amefail mtihani, akufaulu mtihani, na nisikia kuna mtoto amejinyonga kwa sababu amefeli. Nataka kumwambia watu wananisikiliza, kila mtu anayo zawadi ndani yake. Kila mtu kuna Mungu kitu amemwekea. Bahati mbaya watu wengi sana wanapata bahati mbaya ya kufa bila kujua. Cha kwanza kabisa nitakiwa ujue kwamba nataka kufika wapi, nataka kuwa nani. Uwe na hiyo wazungu determination, kama dhamira ya dhati kabisa ya kwamba hakuna kitakachonizuia kuwa yule. Kwa cha kwanza ufanye ile kujitambua. Hivi mimi nina nini? Kitu gani napenda sana kukifanya? Kitu gani nikikifanya nisichoki? Kitu gani nikikifanya nasikia tu raha kuendelea kukifanya, nikifanya watu wanakipenda? Hiyo ndio zawadi ambayo Mungu amekupa. Alafu useme mimi kwenye hili jambo nataka kuwa namba 1. Alafu kubali mateso yote ya njiani. Ukiendelea kujielimisha kila siku, ukiendelea kujifunza na kukosea kadri unavyokwenda, hatimaye uweze kufika mwisho. Ukiwa na dhamira ya dhati na ukakubali kuteseka, yani hakuna mafanikio bila mateso. Hiyo ifute. Ni mfumo ule wa kwamba dhahabu haiwezi kuwa dhahabu mpaka ipite kwenye moto mkali. Lazima. Na kinacho kuvuta wewe uendelee kwenda mbele kwenye ile ndoto yako ni picha ile ya baadaye. Kwamba mimi iko siku mimi jamii itakuja kuniheshimu. Iko siku mimi nitakuja kuwa na maisha haya. Unayakubali mateso ya hapa na kujifunza kila siku, na ukaachana ule mfumo wa kwamba elimu inapatikana shuleni. Ndio kila kitu. Mwalimu amesimama mbele pale amechomekea afa na fimbo. Yaani wewe uwe tayari kujifunza wakati wowote, mahali popote. Uamini kama mtu yote aliyesimama mbele yako ana jambo la kukufundisha. Hata kwa mjinga kabisa utajifunza ili uwe mjinga ufanye nini. Ndugu zangu, hauwezi kuachieve ndoto kwa maisha yako na maono yako kama una tabia zinazoweza kusaidia ndoto yako iweze kutimia. Hakuna kitu cha maana kwa mafanikio kama tabia na mwenendo wako. Katika hili kuna mambo ya self discipline, nidhamu ya kazi, nidhamu ya pesa. Are you willing kuacha mambo fulani ili uweze kutimiza ndoto yako? Maana yako mambo unayapenda leo lakini ndoto yako haiyataki. Lazima utengeneze nidhamu ya kimakusudi kabisa kwamba ili jambo nitaliacha niweze kufika pale. Kama ni uvivu nitauacha niweze kufika pale. Kama ni matumizi mabaya ya muda nitayaacha niweze kufika pale. Kama ni matumizi mabaya ya pesa nitayaacha niweze kufika pale. You need a good character. Kuna watu walitakiwa kuwa wakubwa sana katika maisha yao, lakini kilichowakwamisha ni character. Ziko tabia tunazo zinazotufanya tubaki tulivyo au tuzidi kushuka chini. Ziko tabia. Na tabia hizi
tumezitengeneza kidogo kidogo. Unajua tunapozaliwa tukiwa duniani hatuji na tabia. Tabia tunazikuta hapa. Unaanza kujifunza tabia moja taratibu. Unaianza kidogo kidogo. Baadaye inakuwa imeshakumeza, kuiacha na kwa shida. Wale wanaofahamu kwa neno moja wazungu wanatumia, wanasema hypnotic rhythm. Kama ushakutana nao. Unaanza kufanya jambo fulani kidogo kidogo. Baadaye linakuwa sehemu ya maisha yako, unakuwa unafanya automatically. Unafanya bila kujiuliza. Kama tunavyosali sala Baba yetu mbinguni hapa, sio? Tushai mara nyingi. Hako ukiwa na isali wala huo uwazi unaofuata ni mstari gani, sio? Hiyo ndio hypnotic rhythm. Sasa kuna habits tunazitengeneza ambazo ziko against mafanikio. Uvivu, matumizi mabaya ya pesa, tabia zote mbaya zile unazozifanya, ili uweze kwenda mbele kwa kasi, ni lazima uwe tayari kuziacha. Uaminifu ni character nzuri ya kupeleka mbele kwa kasi. Unyenyekevu ni tabia nzuri ya kupeleka mbele kwa kasi. Kwa sababu ukiwa mnyenyekevu, ukiwa mwaminifu, ukiwa mchapakazi, utaanza kuattract watu kukufuata. Mtu akiingia Dar es Salaam anauliza, nakwenda Dar es Salaam nikafanya biashara na nani? Watu waweze kurecommend wewe kama nenda pale ukafanya kazi na Sam, ni mtu mwaminifu, ni character. Wakati mwingine uaminifu peke yake ni mtaji, Waswahili wanasema. Hiyo ni tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze tabia za watu waliofanikiwa, wanaishi tabia zipi, na uanze kuzipractice. Kama unasoma kitabu cha Mandela, kama unasoma kitabu cha Obama, utagundua tabia fulani alikuwa nazo zilizomfanya akafika mahali alipofika. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana tabia iko against mafanikio yake. Hata mimi kuna eneo na struggle. Hata wewe kuna eneo na struggle. Kwa hiyo lazima ustruggle uweze kurekebisha pale ili uweze kwenda mbele kwa kasi. Otherwise hauwezi kufika kwenye ndoto yako na utaondoka duniani bila kukumbukwa, kwa sababu uliendekeza tabia ambayo ilikufanya ukashindwa kutimiza ndoto yako. Kataa zile tabia ambazo zinakukwamisha kwenda mbele. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu anafanikiwa peke yake. Na mafanikio ni ya watu wengi. Anaanza na mtu huyu. Lakini mtu huyo lazima atafute disciples. Ingekuwa Christ anatafuta nini? Disciples. Wewe unaweza kuwa pioneer wa hilo wazo lako, lakini ili ufike mbele lazima ufanye kazi na wengine. Form the best team. Ni timu yangu nzuri nilifanya mimi nilipofika. They work hard than me. Nachokifanya mimi, nakaa nao na wapa maono yangu. Naambia jamani, tunapokwenda ni pale. Baadaye wanayamiliki yale maono, yanakuwa ni ya kwao. Wananinyang'anya mimi. Wanafanya kazi kuliko mimi, halafu nakuwa mbele, tukipata credit na waachia wao. They take all the credits. So you need the best team, you need the best people to work with you kwenye ndoto yako. If you are a valuable person, kama ni mtu mwenye maono na watu wakayaelewa, watu watakufuata. Watakufuata, utachagua nani anakufaa kwa ndoto yako na nani hakufai. You need a team to succeed. Kama unataka kufanikiwa, you need to have the best team ya watu wanaofikiria kama wewe, ya watu wenye mawazo kama ya kwako, mmewashirikisha na mmeelewana na mmeamua kwenda mbele pamoja. They should also be benefiting. Wao pia wapate faida ya kile unachokifanya. Siku zote kama mtu mwenye maono, lazima ujiulize kwamba how am I changing their lives? How unafanya nao kazi? So not how are they changing my life? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Timu yako utakayokuwa nayo, lazima ujiulize how am I changing their lives? Na badilishaje maisha yao? Are they growing by working with me? Warren Buffett alisema, I make them millionaires, they make me a billionaire. Kwa hiyo kwenye ndoto utakayokuwa nayo, you need a team. You start alone. Unapoanza unakuwa peke yako, wewe ndio mhasibu, sawa? Wewe ndio storekeeper, wewe ndio mtu wa marketing. Ukipewa hela unaweka huku, afu unatoa huku unaweka huku. Sawa? Wewe tu. Baadaye zikiongezeka zinakwambia hela hivi, unahitaji mhasibu. Sawa? Unatafuta mhasibu atakaye kuelewa, atakaye kusaidia, unamuingiza.
you need the best team if you want to achieve your dream. Consistency, kutokata tamaa. Yaani ukianza ni kama sikati tamaa mpaka nione kitakachotokea. Nyingine, ongeza thamani yako. Lazima uwe tayari kujiongezea thamani kila siku. Usikubali kuwa na thamani ile mwaka huu, thamani yako ile mwaka kesho, thamani ile mwaka kesho kutwa. Lazima kila siku ongeze value yako. The more unavyojiongezea value, ndio the more unavyoattract watu tofauti kwenye maisha yako. Sasa hivi ulipokuwa darasa la 7 ulikuwa na marafiki wa 7. Uko chuo kikuu una marafiki wa chuo kikuu. Utakapoanza kuingia kazini utakuwa na watu wa namna hiyo. Ukipanda, unavyozidi kupanda una attract watu wa namna tofauti kwenye maisha yako. Unakuwa magnetic kwa sababu unaongeza thamani yako. Usiridhike na diploma, usiridhike na degree, usiridhike na hapo ulipo. Nenda mbele. Ukiongeza thamani una attract watu tofauti, una attract bahati kukufuata. Bwana asifiwe sana. Kwa kila siku lazima ushughulikie kuongeza thamani yako. I do the same. Kila siku kwenye maisha yangu nasema nawezaje kuongeza thamani ya maisha yangu? Nilikuwa na elimu hii, ngoja niende shule. Namaliza degree ya kwanza. Thamani yangu imeongezeka. Si ndio? Nilikuwa sijafanya siasa, acha nifanye siasa. Thamani yangu imeongezeka. Kwa tulipokutana mwaka jana na hapa nilipo sina thamani ile ile. Thamani yangu kila siku nazidi kuiongeza. Na ninapoiongeza na attract watu tofauti. Kuna watu nilikuwa siwezi kuwapigia simu wakapokea miaka 2 iliyopita. Lakini leo hii naweza kanyua nikampigia mtu ambaye zamani simu zangu alikuwa hapokei. Lakini leo hii sihitaji appointment. Naenda moja kwa moja ofisini kwake nikisema fulani yuko hapa. Akienda kuuliza na mwambieni aingie. Lakini huko nyuma nilipokuwa sina thamani fulani nilikuwa siwezi kumuona. Leo hii nikaa nimekaa hapo tunapokaa. Nikimhitaji waziri mkuu sihitaji kwenda kumtafuta popote, natembea kwa miguu naenda pale naenda kuongea naye. Kwa sababu thamani imeongezeka. Add value to your life. Usiridhike na hapo ulipo, there's more you can do. You have to break your parents' record. Ndio kazi tulionayo pastor. Kuvunja rekodi ya mzazi wako. Baba yako alikuwa na certificate wewe na diploma. Baba yako alikuwa na diploma wewe na degree. Baba yako alikuwa na degree wewe na masters. Baba yako alikuwa na masters wewe na PhD. You have to break your parents' record. Baba yako alikuwa anaishi Tandale ukaishi Masaki. Kama baba yako anaishi Masaki afu kaenda Tandale, that is failure. Kama baba yako amekusomesha international school, sawa? Afu watoka waje wakasoma Ushindi primary school. That's failure, pastor. That is failure. Usikubali kufeli. Vunja rekodi ya baba yako. Vunja rekodi ya mama yako. Sema baba aliishi hapa, mimi nimeishi hapa. That should be mateso kwako kila siku na teseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Add value to your life. Nimegundua ukiwa na thamani, pastor, una attract watu wengi kukufuata na unakuwa na heshima. Ndio maana kila siku napambana kuongeza thamani yangu. Hata nyinyi najua mnapambana kuongeza thamani zenu. Tuendeleeni kuongeza thamani ya maisha yetu. Tuendeleeni, stop. Kwa sababu unazipanda juu una attract watu tofauti kwenye maisha yako. La mwisho, keep working hard. Hakunaga shortcut kwenye maisha. Wako watu wanaoamini kwamba unaweza kupiga tu deal mambo yakatokea. Ndugu zangu, siri ya mafanikio duniani mimi naamini kwenye kufanya kazi kwa juhudi kubwa. Fanya kazi masaa mengi, soma masaa mengi, lima masaa mengi. Yaani siri iko hapo tu. Hawa watu wote waliofanya vizuri tunawaongelea walifanya kazi masaa mengi. Ni feli darasa la 7. Kwa hiyo sikusoma sekondari. Nimezaliwa familia maskini,
ambapo hakukuwa na chochote zaidi ya pesa ya chakula. Katika mazingira hayo, mazingira niliyokulia yote yalinifanya kuamini nilikuwa mjinga, kwa sababu mwalimu aliniita mjinga, mtaani niliitwa mjinga. Mahali pekee nilipopewa moyo ni kanisani, ambapo mchungaji alisema mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hasa katika mazingira kama hayo, unajikuta jamii inayokuzunguka inakunyang'anya uwezo wako wote wa kujiamini. Mungu alikuumba wewe uwe successful, lakini watu na maneno yanayosemwa juu yako unajikuta umeibiwa power. Hata nikiwa mdogo kabisa, mtoto, niliibiwa power. Niliibiwa na walimu walioniona mjinga kwa sababu nilikuwa nafeli darasani. Niliibiwa na watoto wa mtaani ambao nilikuwa nikipita pale Nyakato Meko wanaachia mbwa wao na nikimbiza wananiuma kwa sababu tu wao ni matajiri, mimi ni maskini. Nikafika mahali nikanyosha mikono na nikasema siwezi kuwa chochote kwenye ulimwengu kwa sababu baba yangu hakufanikiwa. Na kwa watoto wengi baba ndio role model. Uongo kweli? Kwa hiyo unakuwa unamwangalia babako, babako amefeli na unajua na mimi nitakuja kufeli. Kwa hiyo nikapoteza power ambayo nyinyi nawaambia pia mmepoteza. Na hatima yake destiny zenu hazitakuwa jinsi mnavyotaka, kwa sababu mmeibiwa power, mmeibiwa authority kama nilivyoibiwa mimi nikiwa mtoto. Kwenye mazingira kama hayo, sikusoma sekondari, nikaingia kutafuta pesa mapema maishani mwangu kwa sababu nilikuwa natafuta kuondoa umaskini kwenye familia yangu. Nikaenda machimboni huko Geita kuchimba nikiwa na miaka 17, mdogo na chimba, naingia duarani na chimba. Nikafanikiwa kupata pesa ya kwanza nikiwa na umri chini ya miaka 20. Nikajenga nyumba ya kwanza nyumbani kwetu kwa wazazi pale Meko. Nyumba ya kwanza nikiwa na miaka 22. Nyumba ya kwanza. Sasa nimekwenda namna hiyo. Kitu ninachotaka kuwaelezeni sasa, katika maisha tunayoishi tunahitaji kuwa na furaha. Unasoma sana ili uwe na furaha. Unafanya kazi sana uwe na furaha. Wote tunahangaika kutafuta furaha katika maisha yetu. Kama unapata pesa na bado hujawa na furaha, ujue lengo lako katika maisha halijatimia. Nafanya kazi sana, natafuta kitu kimoja tu. Ultimate goal kwenye maisha yangu is to be happy. Sasa naweza kuwa happy kwa kuona account yangu ina pesa, mwingine anakuwa happy kama ni mchungaji kwa kuhubiri watu wengi wanakuja kanisani, mwingine anakuwa happy ni mke anafurahia kwa sababu yeye na mume wake wanaishi kwa furaha. At the end of the day, all of us have to be happy. Sasa nasema haya kwa sababu ninajua kama ambavyo mimi na uhaba na nyinyi mna uhaba. Sasa nataka kuwaeleza juu ya jambo moja, na hii linatokana na historia yangu. Mmesoma, ni CPA na nafasi nzuri, mnaheshimika, lakini jambo moja nataka niwaeleze, mna nini kichwani kuhusu maisha? Je, mliingiziwa nini mkiwa watoto? Mliingiziwa kwamba soma, ukimaliza shule utaajiriwa na ufanye kazi miaka yako yote ukiwa umeajiriwa, baadaye ustaafu? Kama hiyo ndio fact inayofanya kazi ndani yako, tunataka tutafute fact nyingine. Maneno tuliyoambiwa tukiwa wadogo yametuathiri sana tukiwa watu wazima. Mimi nilikuwa nikitoka shule, Gedeli shule ya msingi hapa tu jirani, na kwenda Buzuruga, babangu anafanya biashara sokoni, nafungia watu binzari, nafungia watu dagaa, namsaidia baba kutafuta change. Akawa ananiambia kila siku ya kwamba ukitaka kufanikiwa maishani mwako, moja, ufanye kazi kwa juhudi kubwa, uwe na nidhamu ya fedha, na usichoke kuanzisha vyanzo vingi vya mapato. Wasukuma walioko hapa watanielewa. Kila siku babangu alikuwa nikifika sokoni ananiambia hivi kwa Kisukuma, nitatafsiri: Shigongo, uruliha ya kusaba, jiingirira kunu. Anachukua ile keni ya kupimia mafuta. Zamani kulikuwa na keni za kupimia mafuta kwenye ya vibaba. Wangapi wanafahamu kibaba? Maana wengine wamezaliwa juzi hamuelewi. Wangapi wanafahamu kibaba? Wangapi wanafahamu keni ya kupimia mafuta? Imekaa kama ni funnel ile, mnafahamu? Anaichukua ile funnel, kila siku anaishika, ananiambia Shigongo, uruliha ya kusaba, jiingirira kunu. Ananiambia zile zinaingilia huku kupana, zinatokea huku pembamba. Kila siku. Hawezi kuniambia kuacha kusema neno, lazima ziingilie papana, zitokee pembamba.
kanuni hiyo ya baba imenisaidia mpaka leo, ya kwamba kama unataka kufanikiwa CPA uliyeko hapa, hamjanyosha mkono nilipouliza kuhusu pesa. Nataka nizungumzie kuhusu financial success. Kama unataka kufanikiwa, naomba nikuazime kanuni ya babangu, kwamba pa kuingilia pawe papana, pa kutokea pawe pembamba. Na kweli leo naongea na wanawake, mama zangu, ambao mnafahamu kabisa changamoto yenu kubwa, kina mama wengi, pa kuingilia pawe pembamba, pa kutokea pawe. Uongo kweli? Uongo mama zangu? Na tunaambiana ndani, niwaambie ukweli au niwapambe pambe? Niwaambie ukweli au niwapambe? Niwaambie ukweli. Sasa wewe ni CPA leo, wewe ni waziri leo, wewe ni katibu mkuu leo, hicho ni chanzo kimoja cha mapato. Chanzo kimoja. Hakuna mwanadamu aliyefikia ukamilifu wa kifedha kwa chanzo kimoja. Hayupo. Hayupo. Eti kwa chanzo kimoja cha mshahara ukafanikiwa kunyanyua mkono hapa na kusema wewe umeridhika. Hayupo. Ndio maana nataka kuelezeni, ndani yenu mnaonisikiliza yuko mtu mwenye uwezo mkubwa sana kifedha. Mkubwa, tajiri, mwenye makampuni, anayeajiri watu wengi, yuko ndani. Waziri, katibu mkuu, yuko hapa ndani. Lakini tumeibiwa power na tumesahaulishwa. Tumeingiza elimu tuliambia utotoni, tumeingiza kwenye kitu kimoja tu, kwamba nitafanya kazi kama mhasibu na mshahara wangu utanitosha. Na kuhakikishia mshahara hautakutosha, lazima ukopi kanuni ya baba yangu. Leo mimi ni mbunge, leo na kampuni kadhaa, nafanya kilimo na kampuni, nafanya biashara mafuta, vitu vingi, kwa sababu babangu aliniambia pa kuingilia pawe papana, pa kutokea pawe padogo. Kwa hiyo nasema ndani yenu nyinyi mnaonisikiliza ziko karama, zipo talanta, upo uwezo ambao umefunikwa na CPA. CPA imeingia ikaziba kila kitu, ukabaki kufocus kwenye CPA peke yake. Nimekuja hapa kukueleza kama mama wa familia, kama mama katika nchi yangu, ili tuweze kufurahia maisha, tutengeneze uchumi wa familia uwe unakuwezesha. Kuna kitu kimoja muhimu sana watu wanataka kukijua: kuchoshwa na aina ya maisha ulionayo, na kujiuliza kwamba hivi mimi ndani yangu kuna nini ambacho ninacho. Yani kila mtu lazima kuchukua nafasi. Hata sasa hivi anayenisikiliza yuko nyumbani, labda anaona kama amefail mtihani, hakufaulu mtihani, na tunasikia kuna mtoto amejinyonga kwa sababu amefail. Nataka kumwambia watu wanaonisikiliza, kila mtu anayo zawadi ndani yake. Kila mtu kuna Mungu kitu amemwekea. Bahati mbaya watu wengi sana wanapata bahati mbaya ya kufa bila kujua. Cha kwanza kabisa nitakiwa ujue kwamba nataka kufika wapi, nataka kuwa nani. Uwe na hiyo wazungu determination, kama dhamira ya dhati kabisa ya kwamba hakuna kitakachonizuia kuwa yule. Kwa cha kwanza ufanye ile kujitambua. Hivi mimi nina nini? Kitu gani napenda sana kukifanya? Kitu gani nikikifanya nisichoki? Kitu gani nikikifanya nasikia tu raha kuendelea kukifanya, nikifanya watu wanakipenda? Hiyo ndio zawadi ambayo Mungu amekupa. Halafu useme mimi kwenye hili jambo nataka kuwa namba 1. Halafu kubali mateso yote ya njiani. Ukiendelea kujielimisha kila siku, ukiendelea kujifunza na kukosea kadri unavyokwenda, hatimaye uweze kufika mwisho. Ukiwa na dhamira ya dhati na ukakubali kuteseka, yani hakuna mafanikio bila mateso. Hiyo ifute. Ni mfumo ule wa kwamba dhahabu haiwezi kuwa dhahabu mpaka ipite kwenye kwenye moto mkali. Lazima. Na kinacho kuvuta wewe uendelee kwenda mbele kwenye ile ndoto yako ni picha ile ya baadaye, kwamba mimi iko siku mimi jamii itakuja kuniheshimu. Iko siku mimi nitakuja kuwa na maisha haya. Unayakubali mateso ya hapa na kujifunza kila siku, na ukaachana ule mfumo wa kwamba elimu inapatikana shuleni, ndio kila kitu. Mwalimu amesimama mbele pale amechomekea afa na fimbo.
Yaani wewe uwe tayari kujifunza wakati wowote, mahali popote, uamini kama mtu yote aliyesimama mbele yako ana jambo la kukufundisha. Hata kwa mjinga kabisa utajifunza ili uwe mjinga ufanye nini. Hivi ni lipi hasa kati maarifa ni elimu au elimu ni maarifa? Kwa sababu mwingine unakuta ana mpaka PhD lakini mwingine amebobea kwenye mambo, lakini kwenye maisha ukienda yamebarikiwa kuwa na elimu tu. Lakini kwenye mambo mengine kwa maana ya fedha, ujasiriamali na kadhalika hana. Kwa hiyo anakuwa na elimu na kila kitu lakini ana taabu ya kupata fedha. Utakuta na kila kitu lakini kwenye huo mtego wa kutafuta fedha hana. Sasa elimu ni maarifa au maarifa ni elimu? Inaweza kuwa vyote kutegemea na mtu anavyoitazama. Unajua ukizungumzia mafanikio hayana maelezo ya namna moja. Kwa mtu mwingine mafanikio kwake ni kupata PhD au kuwa profesa, afa anafurahi kabisa, ana enjoy hata kama ana pesa. Mtu mwingine ni mchungaji, yeye watu wanapookoka kwake ni mafanikio kabisa hata kama ana njaa. Mtu mwingine ni mwalimu, wanapofundisha watu wanajua kusoma na kuandika hata kama hana pesa anafurahia maisha. Kwa mafanikio usiyachukulie tu kwamba pengine lazima uwe na pesa au na gari. Kwa mtu ambaye mafanikio kwake ni nyumba nzuri, gari nzuri, fedha nyingi, naye yuko namna hiyo. Kwa hiyo lakini kifupi, elimu ni maarifa, lakini maarifa yatumike kuthibitika kwenye maisha yako. Yaani kuthibitika, kuonekana kama huyu mtu ameelimika kwa sababu ya mambo unaweza kuyapata kutokana na maarifa uliyopata. Tunaenda shule ili kupata maarifa, sio kuyapata tu sasa, na kuyapata ili tuyatumie yaweze kubadilisha maisha yetu. Hicho ndio ninachokiamini mimi. Kuna msemo mmoja alisema, philosopher kama sikosea ni Aristotle, alisema ukitaka kuiua nchi yoyote, silaha ya kwake ya kwanza ni kuua elimu yake. Yaani ukiua elimu umeua taifa. Na kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maendeleo ya watu na quality education na ubora wa elimu. Kwa hiyo mimi naenda pale bungeni kuhakikisha elimu yetu inakuwa bora. Na kama umefuatilia mgogoro wangu mkubwa na Wizara ya Elimu na waziri na serikali ni elimu. Nataka mfumo wa elimu ufumuliwe, uboreshwe. Hatuwezi kuwa na elimu ambayo inawaandaa watoto wetu kufeli. Yaani unawasomesha watoto miaka 7, alafu unawasomesha miaka 4, unapeleka chuo kikuu alafu wanakuja na feli. Baba yako ameuza shamba akupeleke shule, amebaki maskini, alafu unatoka shule na degree yako si ya yoyote ile, unakuja ukaa nyumbani tena mzee, hata msaada wote huna. Hii elimu yetu lazima ifumuliwe upya, tutengeneze mtaala mwingine ambao utamwezesha mtoto akitoka shule awe na uwezo wa kubuni na kutatua matatizo ya watu. Na anapotatua matatizo ya watu waweze kumlipa, aweze kupata pesa na kusaidia jamii yake. Sasa tuna mfumo hapa unawaandaa watoto wetu kufeli. Yaani unamfundisha kwa mfano mtoto toka darasa la kwanza mpaka la 7 kwa Kiswahili. Alafu akiingia form 1 kama ilivyoingia jana Kiingereza. Miaka 2 form 1 na form 2 yote anahangaika kujifunza Kiingereza kwanza. Amebakiza miaka 2 tu kwenye mtihani form 4. Are you prepared? Unamwandaa huyu mtoto kufaulu? Juzi nilikuwa kijijini, nimekutana na mtoto anauza ndizi, nikamwamkaanza kumuuliza, hii nini? Pua. Hii nini? Sikio. Yuko darasa la 4 huyo mtoto. Huu nini? Mdomo. Hiki nini? Kidevu. Kaniambia kila kiungo cha mwanadamu kwa Kiswahili. Wa darasa la 4 nilipomhamishia Kiingereza, hii nini kwa Kiingereza? Hajui pua ni nini. Yuko darasa la 4. Alafu huyo mtoto amebakiza miaka 2, 3, miaka 3 anaingia sekondari, anakutana na Kiingereza. Are we serious? Je, tunawaandaa watoto kufaulu? Sasa hapa mimi nahisi kwamba kuna mfumo umeandaliwa kuikwamisha Tanzania. Unajua mambo ya kukopi kutoka kwa wazungu. Wanatengenezea mifumo wanatuletea hapa nyumbani, lengo lao ni kutufelisha. Wao wanawafundisha watoto wao coding leo ninapozungumza na wewe. Computer coding leo primary school. Sisi tunawafundisha watoto Malkia wa Uingereza ni nani?
Hatuwezi kuwa na mfumo wa elimu wa namna hii, na nasema nitakaa bungeni miaka 5. Mfumo wa elimu wa nchi lazima ubadilike. Nitapiga kelele kila siku kwa sababu hatuwezi kuwa tunaandaa jamii yetu kufeli. Leo hii mtaani hapo kuna watoto wana vyeti, thousands of maelfu ya vijana wana vyeti, hawana cha kufanya, hawana life skills, hawana maarifa ya maisha. Kwa hiyo hao unawatafsiri kwamba wamefeli. Yaani kiukweli ni kwamba unapokuwa na maarifa ambayo huwezi kuyatumia, umefeli. Unajua, nitakupa mfano. Masawe alifeli darasa la 7, akaenda Mwanza mjini kwa mjomba wake na garage, akamfundisha kutengeneza magari. Leta namba 10, wanafungua. Fungua mpaka kama mechanic, akaanza garage yake. Na kampuni yake ikaitwa Masawe Automobile Garage Limited. Shigongo alifaulu sekondari. Akaenda kula, akajazwa elimu nyingi sana. Akaenda chuo kikuu kusoma engineering. Akatoka engineering akaja mtaani, alafu akawa kwanza hawezi kutengeneza gari kwa sababu amejifunza nadharia nyingi sana kwa vitendo. Alafu anamkuta Masawe na garage yake. Aliyemwacha kijijini ana garage, alafu Masawe anamwajiri nani? Shigongo. Mwenye PhD au mwenye degree au mwenye masters. Umeelewa? Huyu Masawe kajifunza kwa vitendo. Hajui movement, unajifunza kwenye mabiolojia sima nini hapo. Hajui. Yeye amefundishwa na mjomba wake. Fungua namba 10, akajua ku overhaul engine ya Toyota, akajua. Na mimi nimetoka chuo kikuu na mechanical degree engineering, ambayo degree engineering ya mechanics, ambayo ni nadharia nyingi. Theory tu, karatasi. Hapo ndo kwenye shida dada. Watoto wetu tunawapeleka shule kuwajaza content kichwa, lakini vitendo ni kidogo. Nataka tubadilishe mfumo wa elimu. Uwe 70% vitendo, 30% nadharia. Vipaumbele. Katika maono yako uliyotamani kuyafikia, unataka uanze na nini? Kifate nini? Nimezungumza hautakuwa navyo vyote. Hakuna mtu anakuwa na vitu vyote wakati anaanza. Sikuwa na kila kitu wakati naanza. Nilikuwa na ndoto peke yake. Lakini ndoto ilileta resources na ilileta watu. Lazima ujifunze kuweka vipaumbele. Nitaanza na hiki, nitaanza na kuchonga mabenchi. Nitaweka sebreni kwetu. Alafu nitatandika matangazo kwamba tumeanzisha shule ya chekechea. Alafu nitawashawishi watu waje nianze kufundisha. Kitendo hicho utakachokifanya kitakupeleka hatua nyingine na nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Tujifunze kutengeneza priorities na vipaumbele vyetu. Watu wengi sana tunakuwa na shida ya kutengeneza vipaumbele. Haujui uanze na nini. Zamani nilikuwa kabla sijawa na hela nasoma, nasema nikipata hela tanunua shati. Nikitumiwa hela nakumbuka kununua shati siku hela zimeisha. Na hiyo situation wangapi ishe kwa kuti? Kila mtu inamtokea. Pesa zina tabia ya kuziba mirija fulani ya fikra kichwani. Zikaribia kuisha, zimepungua kwenye kile kitu cha kununua, ndio nakupa nilikuwa nimepanga kununua nini? Kiatu. Unapanga tena, nikitumiwa tena tanunua kiatu, zikija tena unasahau. Andika priorities mwanangu, ziweke pale kusudi hela ikiingia tu unajua mahali pa kuipeleka. Ngapi mnielewa? That's how it works. Ikiingia tu unajua mahali pa kwenda. Maana desturi ya pesa ikiingia inaziba mirija ya fikra. Kama hujaandika huwezi kukumbuka, utakumbuka siku imekwisha. Kwa hiyo utapoweka vipaumbele vyako vya namna ya kuanza, kama hujui jinsi ya kufanya hilo jambo, unaenda kujifunza kwa mtu anayejua kufanya. Anakuelekeza. Unahitaji elimu ya kufanya hilo jambo. Unataka kuanzisha bakery kwa mfano, ya kutengeneza mikate. Siku nikiwa na pesa, nitaanzisha bakery. Unajua, specific kabisa unajua. Kwa wakati huu, kipaumbele cha kwanza ni kujifunza kutengeneza mkate.
Unatafuta bakery, unawaambia uwe kibarua kwenye bakery ile. Unajifunza kunafanya kazi bure kwenye bakery ya mkate. Siku nikiwa na pesa nitanunua kamera niwe mpiga picha. Unaenda mahali wanakufanya video production, unaanza kupiga picha bure huku ukiwa unajifunza. Pesa ikija unaenda kununua kamera straight away. Priorities lazima ziandikwe, kusudi siku ikipopi ni shilingi 10 unaipeleka kule kabla haijaziba mirija ya fikra. Kwa hiyo ni lazima mipango iwepo ya kuweza kutimiza hayo maono yako. Kama kweli una dhamira ya kuwa great, ya kwamba tukukumbuke utakapoondoka, lazima haya mambo nayokuambia uweze kuyafanya. Ndivyo ilivyotokea kwa Prince. Prince amekuja kanisani, hajui kupiga chombo cha muziki. Amekutana na Jeff, ameanza kumfundisha kupiga chombo cha muziki. Ametumika kanisani hapa mpaka baadaye akaanza anaimba hapa mbele kwenye praise team. Kwa sababu alitaka kulifanya jambo mapema. Kwa nini hakutaka kucheza mpira ingawa alikuwa na uwezo wa kucheza mpira? Alitaka kitu hiki kwa maisha yake. Nataka kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. You can do the same. You can plan your life na kuweka priorities na mambo yakatokea. Usifanye tu vitu kwa sababu watu wanafanya. Unafanya kwa sababu umeandika na unaheshimu maandiko yako na unajielimisha kuhusu hilo jambo. Unataka kujifunza mambo ya stocks, unataka kufanya stocks, unataka kufanya real estate, unaanza kutafuta material ya kujifunza kuhusu hilo jambo. Ukiwa kwenye gari yako ama una gari unasikiza CD za aina hiyo, zikusaidie kuweza kuelewa. Ukienda YouTube unajifunza mambo hayo ya kutengeneza mikate au kutengeneza keki. Unajifunza kwa sababu elimu ipo. Kusudi siku ukipata pesa unaenda moja kwa moja kwenye priority yako number 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Focus. Namba 4. Lazima uwe focused. Hapa duniani huwezi kufanya kila kitu kama nilivyozungumza. Mchungaji wangu Dr. Norman Kone kwa historia yake amesoma architect jamaa. Soma hapo Ivy, graduate, lakini alichokuwa anataka kukifanya alitaka kuwa mtumishi wa Mungu. Aoni the largest sanctuary in the city. Awe na kanisa kubwa kuliko jingine lolote. Anayawaza hayo akiwa sekondari. Ameenda mpaka chuo kikuu, kasoma uchora ramani, lakini anahubiri. Anaendelea kuhubiri huku amegraduate. Anasema ninachotaka kukifanya mimi maishani mwangu sio hiki nilichokisomea, nataka kuhubiri neno la Mungu, niokoe watu. Mimi na wewe leo tumekaa hapa ndani kwenye hili hema, nazungumza. Pale nje kuna ramani ya jengo. Kila tukipita pale tunaliona jengo la bilioni 5. Hela hizo hazijapatikana, lakini amelichora. Kila akitoka nje bila shaka anaenda pale analiangalia, anasikia furaha moyoni wake, halafu anapata nguvu ya kuendelea kuchapa kazi mpaka litokee. Kwa nini amelichora? Kwa nini ameliweka pale? Kwa nini ofisini kwake lipo? Kuingia ofisini kwake amelibandika ukutani pasta. Analiangalia kila siku. Anasema one day I'll build a sanctuary. Hayo mawazo alikuwa nayo tangu kula akiwa mtoto mdogo. We can do the same. Ameokoa maisha ya watu wangapi? Mimi na wewe tunasali hapa kanisani kwa sababu ya mawazo ya mtu huyu mmoja. Mungu atakupa mawazo. Mungu atakunongoneza. Somewhere in your life Mungu atawhisper kwenye masikio yako. Mungu ndo ametengeneza vitu vyote hapa ulimwenguni, huwa na whisper kwa watu. Kila siku anawanongoneza watu. Hata wewe anakunongoneza kila siku. I want you to do this. Wewe unafikiri nimewaza. Kumbe Mungu amenongona. Mungu hawezi kushuka hapa chini akaanza kujenga kanisa kubwa kama lile. Lazima amtumie mtu, na amemchagua Pastor Nkone ili sanctuary iweze kujengwa. Na wewe kuna vitu ambavyo Mungu anataka kumwakilisha kuifanya hapa duniani.
Atakapokunong'oneza, take action. Nenda mbele haraka iwezekanavyo. Usipoenda, atachukua hilo wazo anampa mtu mwingine. Alafu kesho yako unasema nitaka kufanya kitu kama hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuwe na focus. Hapa duniani utakwenda kufanya jambo fulani, kuna watu watakuja kudistract. Nataka kufanya mipango yako, wanakuja watu kukutikisa ili usielekeze akili yako kwenye kitu utakachofanya. Lazima uhakikishe kwamba naelekea pale na ni pale tu. Siendi mahali pengine popote. Vipaumbele. Katika maono yako uliyotamani kuyafikia, unataka uanze na nini? Kifate nini? Nimezungumza hautakuwa navyo vyote. Hakuna mtu anakuwa na vitu vyote wakati anaanza. Sikuwa na kila kitu wakati naanza. Nilikuwa na ndoto peke yake. Lakini ndoto ilileta resources na ilileta watu. Lazima ujifunze kuweka vipaumbele. Nitaanza na hiki, nitaanza na kuchonga mabenchi. Nitaweka sebleni kwetu. Alafu nitatandika matangazo kwamba tumeanzisha shule ya chekechea. Alafu nitawashawishi watu waje nianze kufundisha. Kitendo hicho utakachokifanya kitakupeleka hatua nyingine na nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Tujifunze kutengeneza priorities na vipaumbele vyetu. Watu wengi sana tunakuwa na shida ya kutengeneza vipaumbele. Haujui uanze na nini. Zamani nilikuwa kabla sijawa na hela nasoma, nasema nikipata hela nitanunua shati. Nikitumiwa hela nakumbuka kununua shati siku hela zimeisha. Na hiyo situation wangapi ishe kwa kuti? Kila mtu inamtokea. Pesa zina tabia ya kuziba mirija fulani ya fikra kichwani. Zikaribia kuisha, zimepungua kwenye kile kitu cha kununua, ndio nakupa nilikuwa nimepanga kununua nini? Kiatu. Unapanga tena, nikitumiwa tena utanunua kiatu, zikija tena unasahau. Andika priorities mwanangu, ziweke pale kusudi hela ikiingia tu unajua mahali pa kuipeleka. Ngapi nielewa? That's how it works. Ikiingia tu unajua mahali pa kwenda. Maana desturi ya pesa ikiingia inaziba mirija ya fikra. Kama hujaandika huwezi kukumbuka, utakumbuka siku imekwisha. Kwa hiyo utapoweka vipaumbele vyako vya namna ya kuanza, kama hujui jinsi ya kufanya hilo jambo, unaenda kujifunza kwa mtu anayejua kufanya. Anakuelekeza. Unahitaji elimu ya kufanya hilo jambo. Unataka kuanzisha bakery kwa mfano, ya kutengeneza mikate. Siku nikiwa na pesa, nitaanzisha bakery. Unajua, specific kabisa unajua. Kwa wakati huu, kipaumbele cha kwanza ni kujifunza kutengeneza mkate. Unatafuta bakery, unawaambia uwe kibarua kwenye bakery ile. Unajifunza, unafanya kazi bure kwenye bakery ya mkate. Siku nikiwa na pesa nitanunua kamera niwe mpiga picha. Unaenda mahali wanakufanya video production, unaanza kupiga picha bure huku ukiwa unajifunza. Pesa ikija unaenda kununua kamera straight away. Priorities lazima ziandikwe. Kusudi siku ikipopi ni shilingi 10 unaipeleka kule kabla haijaziba mirija ya fikra. Kwa hiyo ni lazima mipango iwepo ya kuweza kutimiza hayo maono yako. Kama kweli una dhamira ya kuwa great, ya kwamba tukukumbuke utakapoondoka, lazima haya mambo na kukwambia uweze kuyafanya. Ndivyo ilivyotokea kwa Prince. Prince amekuja kanisani, hajui kupiga chombo cha muziki. Amekutana na Jeff, ameanza kumfundisha kupiga chombo cha muziki. Ametumika kanisani hapa mpaka baadaye akaanza anaimba hapa mbele kwenye praise team. Kwa sababu alitaka kulifanya jambo mapema. Kwa nini hakutaka kucheza mpira ingawa alikuwa na uwezo wa kucheza mpira? Alitaka kitu hiki kwa maisha yake. Nataka kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. You can do the same. You can plan your life na kuweka priorities na mambo yakatokea.
Usifanye tu vitu kwa sababu watu wanafanya. Unafanya kwa sababu umeandika na unaheshimu maandiko yako na unajielimisha kuhusu hilo jambo. Unataka kujifunza mambo ya stocks, unataka kufanya stocks, unataka kufanya real estate, unaanza kutafuta material ya kujifunza kuhusu hilo jambo. Ukiwa kwenye gari yako ama una gari unasikiza CD za aina hiyo, zikusaidie kuweza kuelewa. Ukienda YouTube unajifunza mambo hayo ya kutengeneza mikate au kutengeneza keki. Unajifunza kwa sababu elimu ipo. Kusudi siku ukipata pesa unaenda moja kwa moja kwenye priority yako number 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Focus. Namba 4. Lazima uwe focused. Hapa duniani huwezi kufanya kila kitu kama nilivyozungumza. Mchungaji wangu Dr. Norman Kone kwa historia yake amesoma architect jamaa. Soma hapo Ivy, graduate, lakini alichokuwa anataka kufanya alitaka kuwa mtumishi wa Mungu. Aoni the largest sanctuary in the city. Awe na kanisa kubwa kuliko jingine lolote. Anayawaza hayo akiwa sekondari. Ameenda mpaka chuo kikuu, kasoma uchora ramani, lakini anahubiri. Anaendelea kuhubiri huku amegraduate. Anasema ninachotaka kukifanya mimi maishani mwangu sio hiki nilichokisomea, nataka kuhubiri neno la Mungu, niokoe watu. Mimi na wewe leo tumekaa hapa ndani kwenye hili hema, nazungumza. Pale nje kuna ramani ya jengo. Kila tukipita pale tunaliona. Jengo la bilioni 5. Hela hizo hazijapatikana, lakini amelichora. Kila akitoka nje bila shaka wanaenda pale analiangalia. Anasikia furaha moyoni wake. Halafu anapata nguvu ya kuendelea kuchapa kazi mpaka litokee. Kwa nini amelichora? Kwa nini ameliweka pale? Kwa nini ofisini kwake lipo? Kuingia ofisini kwake amelibandika ukutani pasta. Analiangalia kila siku. Anasema one day I'll build a sanctuary. Hayo mawazo alikuwa nayo tangu kula akiwa mtoto mdogo. We can do the same. Ameokoa maisha ya watu wangapi? Mimi na wewe tunasali hapa kanisani kwa sababu ya mawazo ya mtu huyu. Mungu atakupa mawazo. Mungu atakunong'oneza. Somewhere in your life Mungu atawhisper kwenye masikio yako. Mungu ndo ametengeneza vitu vyote hapa ulimwenguni, huwa na whisper kwa watu. Kila siku anawanong'oneza watu. Hata wewe anakunong'oneza kila siku. I want you to do this. Wewe unafikiri nimewaza. Kumbe Mungu amenong'ona. Mungu hawezi kushuka hapa chini akaanza kujenga kanisa kubwa kama lile. Lazima amtumie mtu, na amemchagua Pastor Nkone ili sanctuary iweze kujengwa. Na wewe kuna vitu ambavyo Mungu anataka kumwakilisha kuifanya hapa duniani. Atakapokunong'oneza, take action. Nenda mbele haraka iwezekanavyo. Usipoenda atachukua hilo wazo anampa mtu mwingine. Afu kesho yako unasema nitaka kufanya kitu kama hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuwe na focus. Hapa duniani utakwenda kufanya jambo fulani, kuna watu watakuja kudistract. Nataka kufanya mipango yako, wanakuja watu kukutikisa ili usielekeze akili yako kwenye kitu cha kufanya. Lazima uhakikishe kwamba naelekea pale na ni pale tu. Siendi mahali pengine popote.